Hapa tulivyoelezwa kufanyika kwa kongamano hili kunakusudia kutoa fursa kwa vijana wa Zanzibar kujifunza juu ya historia ya nchi yetu, utaifa wetu, uzalendo na umuhimu wa amani, umoja, ulinzi na ujenzi wa taifa letu. Aidha, kongamano hili lina lengo la kuandaa vijana kuwa viongozi bora na raia wema katika taifa lao. Hapa tunaposikia kuwa vijana ulimwenguni kote wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa ya kukosa uzalendo na elimu sahihi juu ya historia ya nchi zao. Hali hii imechangiwa sana na utandawazi, uhuru wa kupata taarifa, shinikizo hila, mporomoko wa maadili na matumizi mabaya ya mtandao. Ni imani yangu nafasi hii iliyopatiwa na serikali kupitia wizara itaitumia vizuri kujifunza na kukumbushana mambo mbalimbali, ikiwemo wajibu wenu juu ya kulinda na kuendeleza mapinduzi tukufu ya Zanzibar, kukuza uzalendo, umoja na amani ya nchi yetu, kujifunza na kubadilisha uzoefu kuhusu changamoto, utatuzi na fursa zilizopo katika sekta mbalimbali nchini. Na mwisho, kuja mapendekezo ya kisera na kimkakati ya kuimarisha ustawi na maendeleo ya taifa. Ndugu vijana, kauli mbiu ya maadhimisho ya sherehe ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar ni amani, umoja, ndio msingi wa maendeleo yetu na mapinduzi haya. Hii inakusudia katika kusherehekea miaka 62 ya mapinduzi yetu, hatuna budi kama taifa, ikiwemo nyinyi vijana, hakikisha kwa namna yoyote tulinde amani ya nchi yetu pamoja na kuimarisha umoja wetu katika kuharakisha maendeleo ya nchi yetu. Hivi karibuni imejitokeza wimbi la wapinga maendeleo wanaotumia vijana katika kuvuruga amani, usalama wa nchi yetu kwa visingizio mbalimbali ikiwemo uchaguzi. Swala hili usilikubali, na kama tunaona hakuna mbadala wa amani. Amani kwanza na mengine yanafuata. Basi hivyo kupitia kongamano hili nitoe wito kwa vijana wote nchini kuwa makini na watu hao kama siku fulani kunadaiwa na kuingizwa katika harakati zozote zinazoashiria uvunjifu wa amani na usalama wa nchi yetu, kwani hatima ya Tanzania iko mkononi wa vijana na hakuna hata mmoja kati yetu anayependa kulithi taifa ikiwa halina amani. Basi na viongozi wetu waliopita wametuachia nchi hii ikiwa katika hali ya amani, usalama na umoja wa taifa. Hivyo hatuna budi kutumia nguvu zetu zote na maarifa tuliyonayo kulinda na kuendeleza nchi yetu kwa maslahi yetu na vizazi vijavyo. Ndugu vijana, kwa niaba ya serikali nichukue fursa hii kuhakikishia vijana wote kuwa serikali yetu imejipanga vizuri na kuweka mikakati makini na kuimarisha ustawi na maendeleo ya vijana nchini, ikiwemo kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira kwa kuwapatia vijana ajira zisizopungua laki 3.5, kuimarisha uwezeshaji kiuchumi kwa kuwapatia mikopo yenye masharti nafuu, miundombinu bora ya elimu na ujuzi, kuimarisha miundombinu ya michezo, kukuza matumizi sahihi ya tehama na ubunifu, pamoja na kupambana na uwekezaji na matumizi ya dawa za kulevya, bima za umri mdogo, pamoja na kinga dhidi ya maradhi ya akili. Aidha, serikali itaimarisha ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa kupitia mabaraza yetu ya vijana na taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za serikali zinazojishughulisha na ustawi na maendeleo ya vijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la Mheshimiwa Dkt. Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kufanya maamuzi ya kuweka Wizara ya Vijana na Uwezeshaji kwa dhamira ya kuimarisha kazi ya maendeleo
mujibu wa sensa ya watu na makazi. Aidha, ongezeko la mwanamke wa vijana katika kushiriki na kushirikishwa katika shughuli za maendeleo ya kisiasa na kuimarika kwa demokrasia nchini. Uwepo wa mabaraza ya vijana Zanzibar kuanzia ngazi ya sheria hadi taifa, chombo kinachowakutanisha vijana kutambua majukumu yao, wajibu wao, kutambua changamoto zinazowakabili katika sheria zao, kuishauri serikali kwa kutoa mawazo au maoni yao na kufanyiwa kazi kwa mujibu wa taasisi zilizohusika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi kubwa ya Wizara ya Vijana na Uwezeshaji itakuwa ni jukumu la uratibu na kuwa na lengo la kusimamia kwa wizara na taasisi za serikali na sekta binafsi ambazo ni wadau wa maendeleo. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, hususan kwa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tunamwamini sana. Tunamtumaini kwa sababu za hizi zimebeba shughuli nyingi sana zinazohusiana na vijana na kufanya. Lakini pia wizara hizi, Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua maalum kwa ajili ya kuwafanya vijana waweze kupata shughuli mbalimbali za ubunifu, za kihabari, za mitandao, za ujasiriamali na nyingine. Ndio maana wizara hizi zimepewa fedha nyingi sana. Katika hotuba yake ya ufunguzi wa wawakilishi alipoahidi kwamba zipo shilingi bilioni 100 ambazo zimewekwa maalum kwenye wizara hii ya habari. Tunaomba sana wakati wa kutolewa kwa fedha hizi, kwa sababu sisi tunaangalia moja tunajua kwa mwingine. Ukiona kijana wa Chama cha Mapinduzi unasema hapa hapa CCM, tunawapa wananchi. Jamani, tukumbuke kwamba CCM wote na wao pia ni wananchi. Wao pia wana haki ya kupata fursa na kila kitu ambacho kinapatikana kutoka serikalini.